أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. ثم أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehma na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, leo tujifunze kuhusiana na maadili ya upokeaji na utoaji au uwasilishaji habari kwa mujibu wa mafunzo ya dini ya Kiislamu. Mada hii imekuja baada ya kufanya tathmini kwa kuangalia mienendo ya baadhi ya watu katika maisha ya kila siku, hasa katika sekta au katika eneo la mawasiliano na utoaji habari, na kuona kuwa ni kwa kiwango kikubwa watu wamekuwa wakijisahau katika swala zima la uwasilishaji na upokeaji habari. Na changamoto hii ya maadili imesababishwa na kasi ya ukuaji wa teknolojia, kiasi kwamba hivi sasa imekuwa ni rahisi sana kwa taarifa kuenea ndani ya muda mfupi, na watu kutumia vibaya nafasi hii ya teknolojia badala ya kutumia maendeleo haya ya teknolojia kufikisha taarifa ambazo zina tija katika jamii, lakini imekuwa kinyume chake. Kwa maana badala ya kufikisha taarifa kwa mujibu wa maelekezo aliyoyaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao wamejipa uhuru mkubwa katika eneo hili. Sasa tumwangalie Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi anatuelekeza vipi katika swala zima la upokeaji na swala zima la utoaji ama uwasilishaji habari kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu. Jambo la kwanza, Uislamu ni dini ambayo msingi wake ni maadili, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameliweka hilo bayana aliposema, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika mimi si vinginevyo nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha tabia njema, kwa ajili ya kuimarisha maadili mema katika jamii. Na Uislamu kama tunavyofahamu ni dini shamil, ni dini ambayo imekusanya katika kila engo yenyewe ipo. Na ndio maana ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu, mpaka mwisho, kwamba sema hakika maombi yangu, swala yangu, ibada zangu, uhai wangu, kifo changu, yote hayo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ikimaanisha, basi inamaanisha kuwa maisha yote ya Muislamu katika kila aspect, katika kila kipengele, yanatakiwa kuongozwa kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya Kiislamu. Sasa tuje katika eneo la habari, tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam na Uislamu kwa ujumla unatufundisha nini katika swala zima la upokeaji habari. Katika upokeaji wa habari, Uislamu umeweka maadili na misingi ifuatayo. Kwanza, wakati mtu anapokea habari, wakati wa kupokea habari, mtu umepokea habari, ile habari mtu anatakiwa kwanza aichunguze, ahakiki chanzo cha ile habari. Je, hii habari ni ya hakika? Kwa sababu Uislamu unasema kwamba ni vizuri anapokujilieni mtu na taarifa, ile taarifa muihakiki. Mwenyezi Mungu anasema, injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi ambao mloamin, akikujieni mtu na taarifa, kwanza
hiyo taarifa hakikisheni kuwa mnaifanyia uchunguzi, mnahakiki chanzo chake. Je, hii taarifa ni ya uhakika? Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika swala la uhakika ameonyesha msisitizo mkubwa kwa kuweka katazo kwa kusema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Chonde mtu usije ukashabikia, usije ukapokea, usije ukasambaza jambo ambalo ma laysa laka bihi ilm, jambo ambalo hauna elimu nalo, jambo ambalo hauna uhakika nalo. Kwa hiyo Uislamu umeweka msingi wa kwanza kwamba taarifa hiyo inakuja, jambo la kwanza ihakiki. Je, taarifa hii ni ya uhakika? Hilo amelielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo limeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Lakini Uislamu ukasema kwamba mtu anapokuwa anapokea taarifa asiharakie kutoa hukumu, kwa maana kumhukumu mtu. Yani umepokea taarifa, na hii ukiitazama unaona kama ina mafungamano na sehemu ya kwanza, lakini kimsingi hili la pili linatofautiana na la mwanzo, kwa maana yani pamoja na kwamba umeipokea taarifa, lakini sheria inakwambia kwamba taarifa uliyoipokea isikufanye wewe ukaharakia kutoa hukumu kwa huyo mtu. Kwa sababu gani? Uislamu unahamasisha swala zima la kudhaniana kheri kati ya Waislamu. Dhunnu bil mu'minina khaira, waumini wadhanieni kheri waumini wenzenu. Kwa hiyo kwa msingi huu Muislamu hatakiwi kuharakia kutoa judgment au kumhukumu mtu katika taarifa ambayo amekuwa amepokea inayomhusu mtu huyo. Lakini jengine ambalo Uislamu umetuelekeza kuto kuongozwa na hisia. Yani mara nyingi hisia huwa zinatawala katika maisha ya mwanadamu. Yani inategemea na taarifa aliyoipokea, amepokea ni taarifa ya nani. Kama ni ya mtu ambaye anampenda, basi anakuwa na maamuzi ya awali kuhusiana na taarifa hiyo kwa sababu ya mapenzi yake kwa mtu huyo. Na kama huyo mtu anamchukia, basi anakuwa tayari na maamuzi ya awali na hukumu ya awali kutokana na hiyo taarifa ambayo anakuwa ameipokea. Kwa hiyo Uislamu unasema kwamba tusiongozwe na hisia pale tunapokuwa tumepokea habari inayohusiana na tukio lolote, habari ambayo inahusiana na mtu yoyote. Haya ndiyo maelekezo ya Uislamu katika swala zima la upokeaji wa habari. Tuingie katika upande wa uwasilishaji habari. Katika uwasilishaji habari, Uislamu kwanza umesisitiza ukweli. Taarifa ambayo mtu anatakiwa kuiwasilisha kwanza iwe na ukweli. Na hili tunalipata katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba wakunu ma'as-sadiqin, na kuweni ni katika kundi la wasema kweli. Kwa hiyo taarifa lazima iwe na ukweli. Hilo namba moja. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kuhusiana na ukweli kwa kusema alaikum bisidqi, jilazimisheni kuwa na ukweli, fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwa sababu ukweli unamuongoza, unampeleka mtu katika wema. Kwa hiyo tukimwangalia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia kunu ma'as sadiqin, mwe wa kweli. Na tukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia alaikum bisidqi, jilazimisheni kuwa wa kweli katika mazungumzo yenu. Tukiyakusanya haya yote ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaelekezwa kuwa lolote linalotoka katika ndimi zetu au linaloandikwa na mikono yetu, kipimo cha kwanza tuhakikishe kuwa linasifika na sifa ya ukweli. Hilo ni jambo la kwanza katika swala zima la uwasilishaji wa habari au utoaji wa taarifa. Lakini pili, kuepuka taarifa za uvumi na uzushi. Yani taarifa ambazo zinahusiana na uvumi na uzushi, yani Muislamu hatakiwi kuwasilisha ama kutoa taarifa ya kila kitu. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimtazama katika maneno yake amesema
itoshe mtu kuwa muongo, ayuhaditha bikulli ma samia, kwa kuwa na tabia ya kusimulia kila anachosikia. Kwa hiyo Uislamu umeweka mwongozo kwamba sio kila taarifa mtu anatakiwa kuisimulia, sio kila taarifa mtu anatakiwa kuitoa. Watu wanatakiwa wachuje taarifa. Kwa hiyo katika kipengele hiki Uislamu unahamasisha umuhimu wa kuwa na filter. Yaani taarifa unapozipata kwanza zichuje, kuangalia kwamba hii taarifa ina umuhimu huo wa kuwasilishwa au kufikishwa au la. Kwa hilo ni jambo la pili katika swala zima la uwasilishaji na utoaji wa taarifa au utoaji wa habari. Lakini tatu, matumizi ya lugha ya heshima katika utoaji habari. Yaani mtu unaweza ukawa na taarifa au habari inayohusiana, tuchukulie, na mtu au kundi la watu au taasisi au serikali, iwe katika inamhusu mtu yoyote au inayohusu chombo chochote. Lakini Uislamu umesema wakati unatoa taarifa hakikisha kuwa unatumia lugha ya heshima. Usitumie lugha ambayo ina irritate, inaamsha, inachochea chuki. Kutotumia lugha ambayo inaonyesha kumvunjia mtu heshima yake. Kutotumia lugha ambayo inaonyesha kumfedhehesha mtu katika heshima yake. Haya ndiyo maelekezo ya Uislamu kuhusiana na uwasilishaji wa taarifa. Na yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani amesema, waqulu linnasi husna, na waambieni watu maneno ambayo yana ubora wa viwango. Ili neno liwe na ubora wa viwango lazima liwe na staha, lazima lichunge hisia za watu, lazima lilinde heshima za watu. Haya ndiyo maelekezo ya Uislamu katika swala zima la utoaji ama uwasilishaji habari kwa jamii. Na tuangalie kwa nini Uislamu umehamasisha haya maadili yazingatiwe. Kwa nini Uislamu umehamasisha maadili haya tuliyoyataja katika upokeaji na utoaji habari yazingatiwe? Uislamu umelenga kuepuka madhara yatokanayo na kukiuka ama ukiukwaji wa haya maadili. Kwa mfano, mtu anapowasilisha taarifa ambayo haijahakikiwa na taarifa ile ikawa haina ukweli, anaweza moja kwa moja akawa amevunja heshima ya mtu. Heshima za watu zinavunjwa kwa sababu ya kutohakiki taarifa. Lakini swala zima la kuwasilisha taarifa ambayo haina ukweli na taarifa ambayo haijahakikiwa ama taarifa ambayo mtu kaiwasilishwa katika sura ya kuongozwa na hisia, kwa maana mapenzi au chuki zake kwa mtu husika, taarifa hii inaweza kupelekea kuharibu amani katika eneo husika, jambo ambalo ni kinyume na sheria ya Kiislamu. Sheria imekuja kwa ajili ya kufikia malengo matano. Moja katika hayo malengo ni kulinda nafsi za watu, kulinda mali za watu, kulinda familia, kulinda heshima za watu. Lakini wengine wakaongezea wakasema pia sheria imekuja kwa ajili ya kulinda amani na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo taarifa isiyofuata misingi hii inaweza ikaathiri jamii kwa kusababisha sintofahamu, kuleta taharuki, lakini vile vile kuvunja heshima za watu, kuvuruga amani, jambo ambalo ni baya sana katika jamii yoyote, kwa sababu amani ndiyo msingi wa maendeleo, amani ndiyo msingi wa kila aina ya maendeleo katika jamii husika. Kwa hiyo mwisho, kwa kumalizia, ni waombe wanajamii wa Tanzania wenzangu, tujitahidi kuepuka usambazaji wa taarifa ambazo hazijahakikiwa. Moja, ni waombe wa Tanzania wenzangu kuepuka usambazaji wa taarifa ambazo zinavunja heshima za watu. Ni waombe vile vile kuepuka usambazaji wa taarifa ambazo zinaweza kuleta taharuki katika maeneo ambayo tunaishi. Lakini la mwisho kabisa, tusiongozwe katika kuhukumu kwa mujibu wa taarifa, tusiongozwe na hisia,
bali tuongozwe na uhalisia wa mambo katika kufanya maamuzi kuhusiana na taarifa tunazozipokea. Lakini pia tuachane na hii habari na hili swala na hii tabia ya kusambaza taarifa za udaku, taarifa za mambo ya watu ya faragha. Jambo hili kusema kweli linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ayyara akhahu musliman lam yamut hatta yu'ayyirhu Allah, atakayemdhalilisha ndugu yake hatokufa mpaka naye adhalilishwe, afedheheke. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.